upande wa mwili. Mbona niwasaidia tu kwa uzuri? Mbona wananijeruhi? Si hivyo. Si hivyo. Wewe uliona kwa namna yako. Tahadhari njema ya kiroho ni hiyo, ha? Hata ukiwa Eden, ufai kula vitu vyote. Ninaenda kuhitimisha ni kwake. Hata ukiwa Eden, ufai kula vitu vyote. Ni ndani ya Eden ndio. Lakini kuna vitu vitavyokula. Lazima msikie Mungu. Wasiwasi wangu ni kwamba inabidi umsikie kwenye Eden ambao ni ya kwake. Sijui labda nikupe homework ya kusaidia. Nisikilize. Hivi kuna ulazima gani wa Mungu kuja kuendelea kusema na wewe ukiwa Eden? Ikiwa uko ndani ya Eden tayari. Kuna ulazima gani? Eti kwani sitani uko Eden? Kwani tu asikuache uishi maisha yako, si ndio? Kumbe hata ndani ya Eden bado unafaa kumsikia. Atapata shida mtu ambaye anasema baada ya majibu haya ya maombi sitaendelea na ibada. Amejibiwa jibu la familia, jibu la biashara, jibu la kazi. Yes, uko Eden, si ndio? Usipojua nini ule nini usile, njaa itakapokuja kuna kitu kitakusumbua ukiwa Eden. Maumivu ambayo huwa nakabiliana nao na watu kwa watu ni kwamba mimi Mungu namwamini kabisa. Nishakutana na mtu utakuwa mfano wa mwisho kwa leo. Mungu namwamini kabisa. Yaani sijui kwa nini hanielewi. Natoa zaka kwa uaminifu, nafunga kwa uaminifu, sitendi dhambi. I don't know watu. Nani aliwaambia nyinyi mtendaji dhambi kwa mifumo yenu ya kuona dhambi? Sitendi, kwani dhambi ni lazima uone kwa macho? Sitendi dhambi kabisa. Nikipewa maagizo ya kufanya usafi kanisani nimo. Nikiambiwa kuna hiki kanisani nimo. Lakini Mungu anisaidie. Nishapokea hizo kesi za watu wengi sana. Anakwambia tena muda mwingine mimi ndio wanafanya zaidi ya wengine. Tukiambiwa kufanya usafi mimi navuka mipaka. Tukiambiwa kukesha mimi navuka mipaka. Yaani mimi kila kitu nakifanya zaidi. Lakini Mungu wangu anaisa. Au niache tu mambo ya Mungu. Wewe kama mtu anaongea hivyo unamsikiliza hadi unapata ule uchungu wake. Kwamba huyu mtu amemwamini Mungu kiasi gani. Hata kuna mmoja aliwahi kumuuliza swali hili hapa. Unamwamini Mungu kwa mfumo huu? Akasema ndio. Nikamuuliza, je, yeye anakuamini? Swali langu lilikuwa ni pesa. Je, yeye anakuamini kwenye hayo unayoniambia? Au ni wewe tu umemwamini? Akasema, mimi nikimwamini inatosha. Biblia inasema yeye anadumu kwa kuaminiwa. Nikasema inasema anadumu, anakuwepo, sio anafanya. Yaani anadumu kwa kuaminiwa. Kwa hiyo kwenye kuamini kwako atadumu. Ila kwenye kufanya lazima umsikie.